Asante sana baba. Kero yangu nilionayo ni kuhusu maji Mbalizi. Kero ya maji, bili zinakuja holela. Mfano, nyumbani kwangu mimi naishi, tuko watatu. Kwa sasa hivi familia tuko watatu pale. Bili nilikuwa naletewa unit 4, lakini sasa hivi nalipa bili mpaka 22,000. Hata sielewi hayo maji sasa natumieje? Maana naambiwa unit 1 sawa na pipa 5. Sasa unajiuliza unit zinakuja mpaka 16, 17. Unatumieje haya maji? Kwa kweli bili haziji sawa sawa. Mpaka nahisi yale mabomba yanayopasuka. Labda hao wanatujazia sisi ndio tulipe hizo bili. Kwa hiyo hili kwa kweli mbunge limekuwa kwa hapa Mbalizi ni tatizo. Watu wanipitiza mpaka wengine wameanza kukatiwa maji baada ya kushindwa kulipa hizi bili ambazo zinatolewa holela. Asante sana mbunge. Idara ya maji, John mjibu hili. Kwa majina naitwa John Nkana, ni afisa uhusiano kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya. Kwanza nipende kushukuru kwa swali zuri la mama. Ameuliza ni swali ambalo linashika katika kila mtu ambaye anatumia huduma ya maji. Cha kwanza nipende kushukuru kwamba mmekuwa watumiaji wazuri na wengi pia mmekuwa ni walipaji wazuri wa bili. Lakini ningependa tu kusema hasa katika eneo la utoaji wa bili na ulipaji wa bili za maji huwa inategemeana sana na matumizi ya mteja ambayo yeye mwenyewe ameyatumia. Pamoja na hayo, natambua kuna changamoto nyingi katika maeneo hayo, lakini mamlaka imeona namna gani ameweza kutatua hizo changamoto. Lakini pia changamoto hizi mamangu huwa zinatofautiana mtu na mtu, matumizi na matumizi. Tofauti na umeme, mnaweza mkaa wawili ama mmoja mtatumia barubu moja. Lakini kama kwenye maji watu wanavyozidi kuwa wengi, basi na matumizi ya maji yanaongezeka. Lakini pia kuna namna sahihi ya utumiaji wa maji. Kwa sababu kikao cha mbunge, lakini naweza nikazungumza kidogo tu namna sahihi ya kuweza kutumia maji ili bili zisiweze kuwa kubwa. Lakini pia sisi tuna uwezo wa kuweza kuangalia na kufuatilia ni namna gani bili ya mteja fulani imekuwa kubwa. Hivyo kama mamlaka tunalichukua na kwenda kufanyia kazi. Lakini pia kutokana na hizo changamoto ambazo zimempata huyu mama na wengine wengi ambao tuko hapa, mamlaka ya maji kupitia maelezo ya Wizara ya Maji kwamba saa hizi tuelekee kwenye mfumo wa kufungiwa mita za limaku, mita ambazo utatumia maji ndio utalipa kulingana na ulivyotumia, ili tuweze kuondoa matatizo hayo. Naamini kwa kupitia vikao hivi vya mheshimiwa mbunge na nguvu yake ya ushawishi tutaenda kulitimiza hilo mapema iwezekanavyo, ili maji utakayotumia ndio maji uweze kuyalipa, ili zile changamoto na maneno ya kuzungumza kwamba tumepambikiziana bili sijui tumefanyaje yaishe kabisa. Wizara na serikali inapambana kuhakikisha kwamba tunaenda huko. Lakini pamoja na hilo, kwa sababu mama amekaa nalo moyoni na ameona mbele hapa alitoe ili na yeye aweze kupata furaha ya matumizi ya maji kama wengine wanavyofaidika, basi naomba meneja wa kanda ya Mbalizi ana ofa kwa mama. Mama yuko wapi? Yuko wapi? Mama njoo, kuna ofa yako kutoka kwa meneja. Mimi ya kwangu yawe hayo, nimwachie meneja ampe ofa mama huyu awe sehemu ya mfano kule tunakoelekea kwenda kwenye mita za limaku. Ongezeni timu hapa inayowatembelea wateja kwa ajili ya kutatua changamoto zao. Asante, nimechukua. La pili, pamoja na ofa nisiyoijua mnaotaka kumpa mama, haya, chukueni muda mumsikilize. Sio ofa tu, msikilize mjue hayo anayoyasema anatokana na nini. Asante sana. Nasibu Selemani Wanjale. Ayo